tumelikosa, sisi Simba Sports Club tuna maumivu makali. Lakini katika mioyo yetu sisi wana Simba tunajihesabu kama ni mabingwa wa msimu huu. Tunajihesabu ni mabingwa wa Afrika msimu huu. Kwa nini hivyo? Kwa sababu msimu huu pamoja na kwamba tumepoteza ubingwa, lakini tumefanikiwa pakubwa sana hadi kufika kucheza hii fainali. Ndio maana kwenye mioyo ya wana Simba hatuna deni na wachezaji wetu, hatuna deni na viongozi wetu, wala hatuna deni na benchi la ufundi. Wamefanya kila kilichostahili kufanywa na wametimiza majukumu yao kwa 100%. Unategemea upate kitu gani cha ziada zaidi ya hiki ambacho Simba tumekipata kwenye kikosi chenye wachezaji wapya karibia 90? Unategemea utawaunganisha vipi hao ndani ya msimu mmoja waje wakupe ubingwa? Kwa upya wao na ugeni wao wakafanikiwa kukupeleka fainali, una sababu ya kuwashukuru hao wachezaji. Lakini kwenye kikosi chenye wachezaji 99% ambao wanacheza kwa mara ya kwanza michuano ya kimataifa na bado wanafanikiwa kukupeleka fainali, hauna kingine cha kuwazungumzia zaidi ya zaidi ya kuwapongeza kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Kwenye wachezaji ama kikosi kinachoundwa na wachezaji chipukizi wenye umri mdogo na wanapambana vita kubwa na hatimaye wanakupeleka fainali, hakuna kingine cha kuwadai zaidi ya kuwashukuru na kuwapongeza. Tunaizungumzia Simba ambayo benchi lake lote la ufundi ni jipya. Walimu wanahitaji miaka 3, miaka 4 kuweza kutengeneza timu imara, lakini ndani ya muda mfupi Mwalimu Fadlu Davis amefanikiwa kutengeneza Simba imara yenye wachezaji wapya, wachezaji wasiokuwa na uzoefu, wachezaji wadogo, na hatimaye ametupeleka hatua ya fainali. Kwenye timu hii ukitoa Matola na Patrick Raymond meneja, waliobaki wote walikuwa wageni, lakini pamoja na ugeni wao wameweza kutengeneza Simba iliyokuwa imara na tishio, na hatimaye tumecheza fainali. Ndiyo maana tunaweka wazi ya kwamba sisi kwenye mioyo yetu, kwenye fikra zetu tunasema ya kwamba sisi ni mabingwa wa Afrika msimu huu, kwa sababu tumetimiza malengo yetu. Hili limekwisha. Tunachokiangalia sasa hapa ni kutengeneza timu ya kwenda kutupa ubingwa. Sasa tayari tuna timu ya kuweza kutufikisha fainali, paliko baki ni timu ya kwenda kutupa ubingwa. Na ili tuweze kufanikiwa hilo, standard mpya ambayo tumeiseti hivi sasa, niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, standard yetu tunapoanza michuano ya kimataifa, break yetu inakuwa ni fainali ya michuano ya Afrika. Hiyo ndio standard mpya ya mnyama ambao tumeiweka hii leo. Msimu huu kimataifa tumemaliza, tunajipongeza na tunakwenda kujipanga kwa wakati ujao. Amen. Mashabiki wa Simba wengi ambao nimepata nafasi ya kusema kinachouma sio kufunga, lakini wanamuonewa zaidi. Mashabiki wana haki ya kuzungumza. Kama kuna maamuzi hayakumridhisha mtu yoyote, ana haki ya kuzungumza. Na mpira ni mchezo wa hadharani. Kila mtu anaona kama ile imefanyika sawa ama ile haikufanyika sawa sawa. Kwenye failure yoyote huwa kuna sababu mbili. Huwa kuna sababu ya nje na kuna sababu ya ndani. Kwa hiyo sisi Simba Sports Club kuna sababu ya ndani iliyotufanya tukose ubingwa. Tutakwenda kuiangalia hiyo na tuboreshe. Alafu kuna sababu ya nje, hiyo ambayo mashabiki wetu wanaizungumzia. Nayo tunakwenda kujipanga tudili nayo vipi ili safari inayokuja yasiweze kujitokeza matatizo ya nje. Amazing performance. Nitaka
niseme neno. Sema. Mpira wa Tanzania una organ tatu. Kuna organ ya media, alafu kuna organ ya mashabiki, alafu kuna organ ya technical. Kwa Joshua Mutale Budo SGR, organ ya technical ambayo inaongozwa na Mwalimu Fadlu hawakuwahi kumkatia tamaa Joshua Mutale, na mwalimu Joshua Mutale katika maisha yake anapaswa kumshukuru sana mwalimu Fadlu Davis. Amekuwa naye bega kwa bega. Joshua Mutale muda wote, pamoja na kwamba alikuwa hajacheza vizuri tangu amekuja Simba Sports, lakini mwalimu Fadlu hakuwahi kumkatia tamaa. Ameendelea kumtia moyo, kumsimamia na kumuongoza, na hatimaye hii leo amekuja kutulipa uvumilivu. Organ ya pili ilikuwa ni organ ya mashabiki. Mashabiki wa Simba hawakuwahi kumkatia tamaa Joshua Mutale. Bahati mbaya ama nzuri, nyinyi huwa mnakaa the other side kwenye uwanja ule wa KMC, lakini wale ambao huwa wanakaa kwenye haya majukwaa ya mashabiki, Joshua Mutale alikuwa akipewa nafasi hata akicheza vibaya, lakini still watu wataendelea kumuimba Budo 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 kwa ajili ya kuendelea kumencourage ili aje afanye kazi yake ipasavyo ndani ya Simba. Kwa nini hizi organ mbili hazikukata tamaa kwa Joshua Mutale? Kwa sababu sisi mashabiki wa Simba pamoja na mwalimu Fadlu walikuwa wanajua kabisa ya kwamba Joshua Mutale ni mchezaji mwenye kipaji kikubwa. Cha kufanya ni kumtunza na kumwengaenga ili kipaji chake kisipotee. Ndio kazi ya mwalimu na mashabiki ambao tumeifanya kwa ufanisi wa hali ya juu. Na Joshua Mutale ndio mchezaji mwenye bahati kubwa na mashabiki wa Simba. Pamoja na kufanya vibaya kwenye nyakati zile, lakini watu waliendelea kumpigania na kumpenda. Wachezaji wengine wakicheza kama alivyokuwa anacheza Joshua Mutale, huwa wanaambulia matusi, wanaambulia kejeli. Imewahi kumkuta mtu kama Kibu Dennis situation kama hiyo. Alikuwa afanyi vizuri, mashabiki wakawa wanamvamia muda wote mpaka akawa anakosa imani na raha na Simba yake. Lakini kwa Joshua Mutale imekuwa ni tofauti, watu waliendelea kuwa na imani naye, na imani ambayo tuliinvest kwa Mutale Budo imetulipa. Leo anafunga goli, anakuwa mchezaji bora. Just imagine kutoka kuwa mchezaji bora kwenye mechi dhidi ya Big Man, dhidi ya Mbeya City, anakwenda kuwa mchezaji bora kwenye mechi ya finali dhidi ya Berkane. Bahati mbaya ama nzuri, gari ya Joshua Mutale imechanganya mwisho wa safari, kwa maana msimu unamalizikia ukingoni. Lakini huyu Mutale tunayemuona sasa ndiye ambaye tutafungua naye msimu akiwa na ubora huu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Ahmed, umekuwepo ndani kwa wachezaji na mimi nimepita. Kipindi cha mapumziko kulikuwa kuna kama sitofahamu kutoelewana kati ya Ngoma na Kamara. Pengine kwenye vita zako unajaribu kufahamu ama umebaini nini ambacho kilikuwa kimefanya? Ni kweli nimeiona ile situation na nimeingia dressing room, lakini nimesahau kuuliza kama nitabahatika. Wameshatoka kwa hapo kwenye mix zone amja. Nilisahau kuuliza, ningejua ningemuuliza hata manager angenihadithia, ningekuja kuambia. Simnajua mimi swafichaki jambo lakini nitafuatilia na nitawaambia. Ngapi? Juni. Kabla ya Juni 15 tuna match kidogo hapa. Tunarudi nyumbani hivi sasa. Lakini kabla tumemaliza masuala ya kimataifa. Tumemaliza. Everyone is satisfied. Meshiba Dakika 10 zimepatikana vizuri kabisa. Swali la mwisho kwa mashabiki wa Simba. Tutembee kifua mbele kwa hiki ambacho tumekipata msimu huu. Of course inauma kukosa ubingwa mbele ya macho yako, lakini tunapozungumzia maendeleo
tuna kila sababu ya kujipiga kifua na kusema ya kwamba timu yetu imefanya kila kitu kizuri msimu huu. Wala shabiki wa Simba usijisikie unyonge, wala shabiki wa Simba usijisikie usiugue na moyo wako. Shabiki wa Simba, tembea kifua mbele, timu ya kutamba nayo tunayo. Na wala usiogope mtu akakucheka. Anayekucheka ameishia hatua ya makundi. Unakumbuka hatua ya makundi imeisha lini? Tumesahau, hata tukumbuki imeisha. Anayekucheka aliishia hatua ya makundi, yani zamani huko. Sasa mtu kama huyo anatoa wapi authority ya kukucheka wewe? Huyo ni mtu mjinga ambaye kwenye filosofia ya maisha kwa wale ambao mmesoma matokeo yakitoka alafu darasa zima limefeli, kuna mtu ataumia, alafu kuna mjinga mmoja atasema yes, tumefeli wengi. Sijui umeelewa eh? Hao ndo wale walioishia makundi, alafu anamcheka mtu wa finali, anaingia kwenye hilo kundi la wengi, na kundi la hao wajinga ambao hajisikitiki yeye kufeli kwake, ila anafurahia na msabaha naye kafeli. Hilo ni kundi la watu wajinga. Sasa mtu kama huyo hapaswi kukuumiza kichwa wala akili hata kidogo. Na hilo kundi la wajinga ndio wakatengenezaga kamsemo, msiba wa wengi harusi. Msiba ni msiba tu, msiba wako ni wako tu, haijalishi ni wengi. Lakini furaha ya masikini ni kumuona tajiri naye amelala njaa, ndo anajisikia raha. Hawazi kama hajala yeye siku nzima atauma vidonda vya tumbo, anachowaza na model naye hajala leo hii, basi wote tuko sawa. Hawazi kutafuta hela ili yale, anafurahi kwa sababu na tajiri naye. Sasa hao ni watu wa hovyo ambao sisi wana Simba hatupaswi kuingia kwenye mtego wao wa kutucheka sisi kupoteza finali. Sisi tuna kila sababu ya kujiproud, tuna kila sababu ya kuvimba, na kesho tunarejea Dar es Salaam kibabe vibaya mno. Hatuna unyonge hata mmoja.